Leo pana ushauri ambao napenda kutoa kwa mabinti wote. Wadada wengi ambao nimeweza kukutana nao, pana wadada wengi ambao nimewaona, pana wadada wengi ambao nimewasikia wamekuwa wakizungumza kuhusiana na huo mkasa ambao umewapata kule baharini wanapokuwa wanakwenda kujifunza kuogelea. Hao wadada wamejikuta kwamba wakiingia katika majuto sana, wamejikuta wakiingia katika hali ya vilio, wamejikuta wakiingia katika hali ya majonzi, wamejikuta wakiingia katika mambo ambayo yamewafanya kwamba waweze kuteseka katika maisha yao yote. Wamejikuta wakijiingiza katika historia ambayo mbaya ambayo inakuwa ikiwatesa katika maisha yao yote. Sasa basi, kutokana na hiyo nikaona kwamba ngoja leo niweze kutengeneza hii content maalum, niongelee kitu hiki kusudi kwamba na wengine waweze kujifunza. Unakuta unapokuwa unatoka nyumbani na kwenda baharini kwa lengo la kujifunza kuogelea, unaweza ukafika pale ukakutana na hawa vijana. Vijana wakaweza kusema kwamba watakusaidia katika swala zima la kuweza kujifunza wewe kuogelea. Wanachukua boya, wanakuweka kwenye boya na unakuta wanakuwa nakupeleka katika eneo ambalo ni la mbali tofauti na kule ambako pana watu wengine wanaogelea. Na ukifika kule unakuta kinachotokea ni kwamba huyu kijana ambaye amekuchukua anakuwa anakuhitaji kimwili, na unapokuwa unakataa unakuta wanakuwa wanatoa vitisho. Unakuta mwingine anaweza kukwambia kwamba labda nitakuzamisha kwenye maji, mwingine anakuambia labda nitakuacha hapa na utakufa hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa unakuta hao mabinti kwa kuhofia maisha yao wamekuwa wakiona kwamba bora waweze kufanya tu hivyo vitendo na hao vijana kusudi kwamba waweze kuokoa maisha yao. Kwa hiyo sasa kinachotokea baada ya hapo, unakuta wamekuwa wakijutia sana, wamekuwa wakiumia sana, wamekuwa wakilia sana kwa hicho kitendo ambacho kimetokea pasipo ya wao wenyewe kutarajia, lakini wamejikuta tu wakiingia katika hicho kitendo. Kwa hiyo kitu ambacho ninachokushauri sasa, kama wewe binti umetoka nyumbani unaenda baharini kwa lengo la kutaka kujifunza kuogelea, hakikisha unatoka na ndugu yako ambaye anajua kuogelea ndio aende akakufundisha kuogelea, au unatoka na rafiki yako ambaye anajua kuogelea ndio aende akakufundisha kuogelea. Kama ni mke umeolewa na mume wako anajua kuogelea, basi hakikisha kwamba unatoka na mume wako ndio aende akakufundisha kuogelea huko baharini. Lakini kama hakuna mtu ambaye anayejua kuogelea ambaye ni ndugu yako au ambaye ni rafiki yako, basi unapokwenda kule baharini hakikisha kwamba unaenda tu kwa ajili ya lengo la kutalii, kuangalia mazingira, kuweza kuwa katika maeneo yale, kuweza kufanya utalii wa baharini, kuweza kupata upepo wa baharini na kuweza kurefresh mind katika mazingira yale ya kule baharini. Na hata kama unataka kuogelea, basi ingia katika maji ambayo ni machache, maji yale ambayo yenye kina kifupi, ambayo na wengine pia wanaogelea, kusudi kwamba uweze kuwa salama. Lakini usije ukaingia tamaa, labda ukaona pana mtu mwingine anachukuliwa kwenye boya na wao vijana ambao wanajiita beach boy, anapelekwa mbali, ni kama vile anasaidiwa, ni kama vile anapata raha sana. Hapana, usiingiwe na hiyo tamaa. Wewe ogelea tu katika kina kifupi, umetoka hapo, ondoka zako, nenda zako nyumbani na utakuwa salama. Usije ukaingia tamaa ya kutaka kwamba na wewe uweze kupelekwa na wewe uweze kuingia katika hayo maboya. Nakwambia unaweza ukajikuta kwamba unaingia katika majuto ambayo kama hao wengine ambayo wanaoyajutia. Unaweza ukajikuta kwamba umepata magonjwa, unaweza ukajikuta kwamba umepata ujauzito, utajikuta kwamba unaingia katika laana na mamikosi ambayo yatakayokutesa katika maisha yako yote.